Barua hii ipo. Iliandikwa na Marshal Mobutu kwa mwanawe wa kwanza Jean-Paul Niwa, tarehe 10 Juni mwaka 1973 kutoka Brussels. Hii si barua ya mkuu wa nchi, ni barua ya baba anayeogopa, anayetafuta mtu wa kumwamini siri zake. Hati hii inabadilisha kila kitu ulichoambiwa kuhusu Mobutu. Kwa sababu nyuma ya chui, nyuma ya dikteta, nyuma ya Marshal aliyetawala kwa miaka 32 kwa mamlaka kamili, kulikuwa na watoto 21 waliotambuliwa, wanawake 4, na familia ambayo mamlaka ilijenga na anguko la mamlaka liliangamiza katika usiku mmoja tu. Katika video hii utagundua kile ambacho vitabu vya historia havijawahi kukueleza kuhusu watoto hawa: hatima zao, usaliti wao, ukimya wao. Na kuna siri moyoni mwa familia hii ambayo hata kumbukumbu za kihistoria zimekataa kwa muda mrefu kuitaja. Watoto 21 waliotambuliwa rasmi, 6 walikufa kabla ya umri wa miaka 50. Mwana mmoja aliyeitwa jina la utani Saddam Hussein na mji mzima mkuu, na ambaye pia alikuwa mfadhili mkuu wa Wenge Musica. Mwana mwingine aliyechagua kutawala kando ya mtu ambaye baba yake alimwangusha baba yake. Binti mmoja aliyefanya majadiliano ya siri na Nelson Mandela wakati wa saa za mwisho za utawala. Mwingine aliyejaribu kujua akiwa uhamishoni. Na binti wa kupanga aliyecheza dansi na P. Diddy kwenye Bains Douche ya Paris kabla ya kujikuta bila hati katika utawala wa Ufaransa. Hii ndiyo hadithi ambayo hakuna aliyekueleza. Tuanze. Kwenye kituo hiki hatufanyi uvumi, hatufanyi propaganda. Kile utakachosikia katika dakika zijazo kinatoka kwenye kumbukumbu. Jeune Afrique, wasifu wa marejeo wa Jean-Pierre Langelier na Colette Braeckman, ripoti za Umoja wa Mataifa, filamu ya hali halisi ya Thierry Michel, ushuhuda wa moja kwa moja wa watoto wenyewe. Pale ambapo taarifa hazina uhakika, nitakwambia. Pale ambapo kuna maeneo yenye utata, nitayataja wazi. Kazi yangu ni kukupa kile ambacho hati zinaonyesha kweli. Si kile ambacho propaganda ilijenga. Si kile ambacho hamu ya zamani inabuni. Ukweli, hatima, migongano. Na katika historia ya watoto wa Marshal, migongano ipo kila mahali. Marie Antoinette Biatibu Ayetene anaolewa na afisa mdogo kijana wa Kikongo. Ana miaka 14. Yeye ana miaka 24. Na katika ndoa hii iliyokuwa tayari inashtua desturi za wakati wa ukoloni, mtoto wa kwanza anazaliwa mara moja. Anaitwa Niwa, Jean-Paul kwa jina lake la Kikristo. Hakuna anayejua bado, mnamo 1955, kwamba mtoto huyu aliyezaliwa katika Kongo ya Ubelgiji atakuwa na kuwa mwana kipenzi wa dikteta mwenye nguvu zaidi Afrika ya Kati. Hakuna anayejua pia kwamba atakufa akiwa na miaka 38, miaka mitatu kabla ya anguko la utawala ambao baba yake alitumia maisha yote kujenga. Lakini kabla ya kuzungumza kuhusu Niwa, ni lazima tuelewe ni ulimwengu gani ambao watoto hao walikulia. Badolite. Marshal alijenga msituni mwa ikweta wa kaskazini mwa Zaire kile ambacho waandishi wa habari wa kigeni walikiita Versailles ya msituni. Uwanja wa ndege wenye uwezo wa kupokea Concorde, majumba ya marumaru, mabwawa ya kuogelea, friji zilizojaa nyama iliyoletwa kwa ndege kutoka Paris. Katika mji huu wa kifalme, watoto wa Mobutu walikuwa wakizungukwa na walinzi, mabalozi na watumishi wa kifalme. Kuzaliwa Mobutu nchini Zaire ilikuwa ni kuzaliwa katika jumba la kioo. Kila mtu alikutazama. Hakuna aliyezungumza nawe kwa kweli. Na hilo, ukimya huo wa dhahabu uliowazunguka, labda ndicho kitu kizito zaidi ambacho Marshal aliwaachia. Kitendo cha 4. Hatima, mmoja baada ya mwingine. Niwa, mrithi aliyeibiwa na ukimwi. Niwa ni wa kwanza, na katika familia za Afrika ya Kati, mtoto wa kwanza hubeba uzito maalum, jukumu takatifu kwa familia nzima iliyoenea. Mobutu anajua hili, na anamchagua.
Tofauti na ndugu zake wanaoelekea jeshini au biashara, Niwa anachukua njia ya kidiplomasia. Waziri wa nchi wa mambo ya nje. Makini. Waziri wa nchi si waziri. Baadhi ya vyanzo vinachanganya hili. Ninarekebisha hapa. Kisha ushirikiano wa kimataifa. Balozi anayezunguka. Ndiye anayeiwakilisha Zaire kwenye korido za Washington na Paris. Ndiye ambaye baba yake anamuita, kulingana na vyanzo vyote vinavyopatikana, pekee anayeelewa. Barua ya tarehe 10 Juni mwaka 1973 iliyopatikana miaka 25 baadaye, ikitajwa katika filamu ya hali halisi ya Thierry Michel na katika kitabu cha Daniel Monguya, inaonyesha Mobutu ambaye hotuba zake rasmi hazionyeshi kamwe, mwenye wasiwasi wa kupindukia kweli, lakini pia mpole na wasiwasi, karibu dhaifu. Baba anayemwonya mwanawe kwamba hata watu wa karibu wa ukoo wanaorese kusaliti. Tarehe 16 Septemba 1994, Niwa anafariki Kinshasa. Ana miaka 38. Sababu iliyothibitishwa na mwandishi wa habari Michel Arong wa Reuters na kuandikwa na vyanzo kadhaa huru: ukimwi. Hii ni taarifa ambayo utawala haukuweza kuisimulia, hivyo ulikaa kimya. Dada yake wa kambo Ngawali, mhitimu wa mahusiano ya kimataifa Washington, anachukua nafasi yake kama mshauri wa kidiplomasia binafsi wa Mobutu. Urithi uliendelea kwa njia nyingine. Bila Niwa, ni nani anayebaki kurithi? Konga, mwana ambaye hata historia ilimsahau Konga. Mwana wa Marie Antoinette kama Niwa. Alihitimu kama afisa katika shule ya kijeshi ya Kananga. Anaelezewa na wale waliomjua kama mwenye siri sana na bila mitandao, jambo ambalo katika familia ya Mobutu ni karibu jambo la ajabu. Anafariki huenda mwaka 1992. Hii ndiyo tarehe iliyotambuliwa na vyanzo vya kuaminika zaidi, Wikitree na Wikipedia, vikilinganisha ushuhuda kadhaa wa diaspora. Baadhi ya vyanzo vinaandika 1995. Hii ni kosa lililothibitishwa. Hakuna makala ya kifo. Hakuna taarifa rasmi. Hakuna alama ya umma ya kifo chake. Hakuna kitu. Na pengo hili, kutokuwepo kabisa kwa alama kwa mwana wa mkuu wa nchi aliyekuwa madarakani, ni taarifa yenyewe. Utawala ulikuwa bado umesimama, nao ulikaa kimya. Konga labda ndiye mtoto aliyefutwa zaidi wa ukoo wa Mobutu. Maisha yote, hakuna kumbukumbu. Hii pia ni urithi wa chui. Kongulu, Saddam Hussein na usiku wa mwisho wa Kinshasa. Kongulu, Ndolo Michel Mathieu Kongulu Mobutu. Alizaliwa tarehe 21 April mwaka 1970. Mtoto wa 8 wa Marie Antoinette. Ndugu mdogo wa Niwa. Wanashiriki mama mmoja, lakini hatima tofauti kabisa. Katika kambi za kijeshi za Kinshasa alikokulia, wenzake walimuita kwanza gang. Kisha kitu kilibadilika. Aliondoka kwenda Libya, kisha Mashariki ya Kati. Aliporudi, wenzake walikuwa na jina jipya la utani kwake, Saddam Hussein. Kuna matoleo mawili kuhusu asili ya jina hili. Vyombo vya habari vya kimataifa vinalihusisha na ukatili wake dhidi ya wananchi. Vyanzo vya Kikongo kwa upande wao vinaeleza kwamba alipinga askari wa Kimarekani mjini Kinshasa ili kuwatetea raia wa Kizaire. Hadithi zote mbili zinaishi pamoja. Hakuna iliyothibitishwa rasmi. Lakini hebu tuone kile ambacho hakuna anayekueleza kuhusu Kongulu. Utafiti wa kitaaluma wa Bob W. White uliochapishwa na Duke University Press mwaka 2008 ni wazi. Kongulu alikuwa, ninanukuu, labda mtu mwenye ushawishi mkubwa zaidi katika tasnia ya muziki ya Kizaire ya miaka 1990. Wenge muzika BCBG, JB Mpiana, Werason,
Didier Masela. Alikuwa rais wa heshima wao. Alilazimisha Koffi Olomide kupatana na Josa Nyoka Longo baada ya ugomvi wao. Alichukua pasipoti ya mwimbaji Marie Paul wakati wa mgogoro ndani ya kikundi. Alimtuma mwimbaji Emenea uhamishoni wa lazima hadi 1997. Mtu aliyeitwa Saddam Hussein alikuwa akidhibiti rumba ya Kizair. Mgongano huu unaonyesha kitu muhimu kuhusu utata wa mtu huyu. Tarehe 17 Mei 1997. April 1997. Vikosi vya Kabila vinasogea kuelekea Kinshasa. Hofu ni kubwa. Tarehe 17 Mei 1997. Kongulu ndiye mtu wa mwisho wa ukoo wa Mobutu kuondoka mji mkuu. Anaelekea Brazzaville, kisha Monaco. Tarehe 24 Septemba mwaka 1998, anafariki huko Monaco. Ana miaka 28. Sababu rasmi haijawahi kubainishwa wazi. Vyanzo vya kuaminika zaidi vinataja maambukizi, vingine vinataja VVU. Hakuna cheti cha kifo cha umma kinachopatikana. Kongulu alikufa akiwa na siri zake zote. Manda, mwana aliyejaribu kila kitu. Manda alizaliwa karibu mwaka 1959 huko Brussels, wakati wa ziara ya baba yake kwenye maonyesho ya kimataifa. Mwana wa tatu wa Marie Antoinette. Masomo Ubelgiji, Uingereza, Marekani. Mwaka 1986 anahitimu kama luteni mdogo katika shule ya kijeshi ya Kananga. Mwaka mmoja baadaye anaacha jeshi. Mwandishi wa habari wa Kibelgiji Colette Braeckman katika kitabu chake Les Dinosaures kilichochapishwa na Fayard mwaka 1902 anaandika yafuatayo: Manda anajishughulisha na biashara. Biashara na Afrika Kusini ya utawala wa ubaguzi wa rangi. Biashara haramu ya wanyamapori, hasa okapi. Pasipoti. Silaha. Pia aliendesha shughuli za familia huko Gbadolite. Na abikuwa na, kulingana na Jeune Afrique, mahusiano magumu na baba yake. Vyanzo havielezi kamwe kwa nini. Mwaka 1999, kutoka uhamishoni Rabat, anaanzisha chama cha siasa Rassemblement National Populaire. Chama hiki hakikuacha alama yoyote kwenye kumbukumbu. Hakuna mwanachama anayejulikana. Hakuna mpango. Hakuna aliyechaguliwa. Kinapotea pamoja na mwanzilishi wake. Tarehe 27 Novemba 2004, Manda anafariki Paris. Ana na miaka 44. Vyombo vya habari vya Kikongo vinaandika ugonjwa mfupi. Wasifu wa marejeo wa Jean-Pierre Langelier uliochapishwa na Edition Perrin mwaka 2017 unaonyesha kitu kingine. Lakini taarifa hii ni nankukuu pamoja na chanzo. Na kwa chanzo tu. Ibada yake ya kidini konafanyika.